Vizuri kuendelea kuzungumzia yaliyojiri tarehe 29 Oktoba kwa sababu yanatuonesha vidonda. Hizi ni nondo za habari kutoka hapa Kimgongo TV na anayekuletea habari hizi ni mimi Olivia Moses. Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Emmanuel Nchimbi ametoa wito kwa viongozi wa serikali, taasisi za kijamii, vyama vya siasa na wanaharakati kuhakikisha mijadala kuhusu matukio ya wakati wa uchaguzi mkuu wa Oktoba 29, 2025 inaendeshwa kwa kuzingatia mfumo wa kisheria uliopo ili kulinda mshikamano na maslahi mapana ya taifa. Akizungumza leo Februari 2, 2026 jijini Dodoma wakati wa maadhimisho ya siku ya sheria na ufunguzi wa mwaka wa mahakama 2026, Dr. Nchimbi amesema kuheshimu sheria na taratibu zilizowekwa ni msingi muhimu wa kudumisha haki, amani na imani ya wananchi kwa taasisi za nchi. Amesisitiza kuwa masuala yanayohusu uchaguzi yanapaswa kushughulikiwa kwa njia halali na kwa uwajibikaji, badala ya kuyapeleka kwenye mijadala inayoweza kuleta mgawanyiko au kuathiri utulivu wa taifa. Kauli ya Makamu wa Rais imetolewa kufuatia ombi la Rais wa Chama cha Wanasheria Tanganyika TLS, Boniface Mwabukusi, aliyesema TLS inatambua umuhimu wa kuyatafakari yaliyojitokeza kabla, wakati na baada ya uchaguzi, huku akitoa rai kwa viongozi wa serikali kuchunga kauli zao wanapozungumzia matukio hayo ili kuepuka kutamka maneno yanayoweza kuibua chuki na kutonesha mioyo ya watu kufuatia madhara yaliyojitokeza kutokana na matukio hayo. Namshukuru sana Rais wa Chama cha Wanasheria. Ametuasa viongozi kwamba sio vizuri kuendelea kuzungumzia yaliyojiri tarehe 29. Kwa sababu tarehe 29 Oktoba kwa sababu yanatuonesha vidonda na pengine anaweza pia yasisaidie sana katika mchakato wa haki. Sasa niseme kwanza nakubaliana naye 100%. Na pili naongezea pale aliposahau kwamba sio viongozi wa serikali peke yake na viongozi wa vyama vya siasa, taasisi za kijamii na wanaharakati. Rais ameunda commission ya kufanya inquiry, inaendelea kufanya kazi, kuendelea kuzungumzia kwa viongozi wa serikali, wa taasisi za kijamii, vyama vya siasa, wanaharakati, kuendelea kuongelea nje ya mfumo wa kisheria uliowekwa kwa jambo hili ni kutolitendea haki taifa letu. Kwa hiyo ni muhimu sana kila mtu anayeipenda Tanzania akubaliane na Rais wa Chama cha Wanasheria kwamba tusitoneshane, tutoe nafasi kwa vyombo vya kisheria kutimiza wajibu wake. Hilo la kwanza. Lakini la pili, hili linamhusu pia Rais wa Chama cha Wanasheria. Na nitawasimulieni na nyinyi mtajua baadaye ananisaidiaje. Mwaka 2005 wakati wa uchaguzi wa ubunge pale Songea mjini, siku moja kwenye kampeni, baada ya kumaliza kuzungumza kuomba kura, wananchi wakapewa nafasi ya kuuliza maswali. Mwananchi mmoja akainuka akasema, sisi bwana, hayo yote uliyoongea tumeyaelewa, lakini sio muhimu sana. Mimi na wenzangu tuko hapa 15, tuna mechi kesho, tunataka mipira. Tunataka mipira kwa ajili ya kesho, tarehe ya uchaguzi mechi itakuwa imeshapita. Sasa yuko rafiki yangu mmoja anaitwa Rajabu, alikuwepo pale, akaomba kipaza sauti, natoa 500 hapa kwa ajili ya mipira. Afa katoa anaweka namna hii. Mara pap tulikuwa tumesahau kama naye gombea naye ni wakili Mbogoro. Uchaguzi umeisha, mimi nimetangazwa mshindi. Mbogoro kaenda kafungua kesi. Na lalamiko la kwanza, kutoa rushwa. Mimi nimeita wanasheria, nimekaa nao pale, naambia hii kesi, mbona hamna kesi hapa? Wakaniambia, mheshimiwa, hebu tuitazame. Wakapitia, wakauliza kuhusu ushahidi, wakaambiwa mkando video, jamaa akipeperusha hela. Wale wanasheria, maadvocate wenzake na Mwabukusi wakasema, mheshimiwa, hapa huna pa kutokea.
katika sheria, ama umefanya wewe ama ajenti wako, huyu atatambulika kama ajenti wako. Labda pale pale alipotaka kutoa hela ungechukua kipaza sauti useme sio mchango wangu, si usiki nao. Hukusema chochote, ulipiga makofi. Sasa naambia jamani, mimi ubunge wenyewe ndio mara ya kwanza tunaingia. Hata miezi mitatu sina, mnataka mnichomoe? Nawaambia mawakili wangu tunafanyaje? Wakasema tuachie tukatafakari. Wamekaa masaa matatu hivi wakarudi. Wakasema wana, hapa namna pekee ya kukuokoa ni PO. Sasa PO ndio nini? Sasa mimi mnajua mimi baba yangu alikuwa polisi. Ukisema tu PO hivi hivi mimi nafikiri police officer. Kwa hiyo ikabidi wanielekeze taratibu hiyo kitu inafanyaje. Kwa hiyo wakasema sasa hii inahitaji research. Kwa hiyo tuachie tukaifanyie kazi na tuachie muda wa kutosha. Muda gani? Wakasema hata wiki 2. Inataka research. Hatuwezi kukuambia tu. Maana njia pekee ya kutoka ni hiyo, hakuna nyingine. Basi wakaenda wakaanza kufanya research yao. Walisema wiki 2, lakini siku ya 3 wakarudi. Wakaniambia kazi imeisha, tumeshashinda hii. Mmeshindaje? Wakaniambia PO. Wakili aliyemtumia Mbogolo hajalipa ada ya wakili. Bahati nzuri tukiwa kule mtaani tunasema ngoma ikaenda mahakamani. Habari ikaenda mahakamani. PO jaji akasema PO hii imesimama. Kesi nje. Sasa paka wakati ule ilikuwa Tanganyika Law Society regulations peke yake zilikuwa zinasimamia jambo hili. Lakini kwa kesi ile sasa na bahati ikaenda pia rufaa uamuzi ukasimama mahakama ya rufaa. Sasa ilipoenda mahakama ya rufaa ndio sasa ikishaenda kwenye mahakama ya rufaa inageuka kuwa nini? Sheria. Kwamba sasa sio administrative issue tena, ni mandatory. Na wanasheria wote wanajua, mawakili wote wanajua. Kwa hiyo nilichotaka kusema ni kwamba kipato cha TLS kiliongezeka kwa sababu ile kesi yangu. Sasa Mwabukusi mnanisaidiaje? Kwa wingi wa habari hizi na nyingine nyingi tembelea hapa Kemgongo TV. Mpaka wakati mwingine, asante. Sikiliza, unataka kujenga nyumba imara kwa bei nafuu? Karibu Kemgongo Hardware. Tunapatikana Dodoma karibu na ofisi ya kata ya Mchuka, mkabala na barabara ya lami ya kuelekea Mvumi. Sisi Kemgongo Hardware tunauza vifaa vyote vya ujenzi, kuanzia saruji, nondo, mabati, rangi hadi matofali. Matofali yetu sasa yanapatikana kwa saizi zote kama vile inchi 5, inchi 6, yakiwa katika hali ya uimara na yenye ubora kwa bei nafuu zaidi ya soko. Iko hivi, Kemgongo Hardware ndio sehemu sahihi kwa ujenzi wako wa ndoto. Wasiliana nasi kupitia simu namba 0750694276 ama 0653611722. Kemgongo Hardware, karibu ujenge nasi kwa gharama nafuu.